mkurugenzi mkuu TASAC, ambao kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuliratibu mafunzo haya ya wiki moja ambayo yalianza tarehe 20 na yanahitimishwa leo tarehe 24, ambayo yaliratibiwa na Shirika la Bahari Duniani, Benki ya Dunia na SSATP Africa pamoja na Korea World Bank Fund, ambapo malengo yake yalikuwa ni kuleta uelewa na wa pamoja kwa nchi zaidi ya 12 za Afrika zilizoshiriki mafunzo haya kuhusu umuhimu wa utekelezaji wa dirisha moja la uondoshaji, dirisha moja la kidijitali la kuondosha mizigo bandarini, au kwa kitaalamu wanasema maritime single window, ambao ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba wa kimataifa wa IMO unaitwa FAL Convention, ambao kuanzia tarehe 20 Januari mwaka 2024 umekuwa ni mkataba wa lazima, sio tena hiari, kwa nchi kuhakikisha kwamba inatengeneza hilo dirisha moja. Kwa mafunzo haya yalileta kuangalia hali kwa sasa, hali ilivyo Afrika, lakini pia na kutoa uelewa ya utekelezaji wa mkataba huo, masuala gani yanahitajika kufanywa na nchi ili kuhakikisha tunakwenda katika dhima ya utekelezaji wa mkataba huo. Kwa hiyo hapa kwa wiki nzima tulikuwa tuna wataalamu na nchi ambazo tayari zimeshatekeleza mfumo huo, kwa zilikuwa zina share experience, lakini na expertise wanaonesha utaratibu mzuri wa kutekeleza mkataba huo. Kwa hiyo watu wameengage na wamepewa mafunzo. Kwa hiyo kinachofuata sasa katika kila nchi kujifanyia tathmini na kuona iko wapi na kuhakikisha kwamba hawa tuliowatoa leo ndio watakuwa machampion katika nchi zao katika kusimamia utekelezaji wa mfumo huu. Na kubwa lililoonekana tu ni kwamba kuna uhasi au wa mabadiliko ya tabia, cultural change ya utekelezaji wa majukumu, lakini sio changamoto za kifedha au za kisheria au za kimfumo. Ni ile change, cultural change ya watu katika utendaji kazi, kutoka katika manual process au multiple systems kwenda kwenye single window system, na kuhakikisha kwamba taasisi za serikali zinaaminiana katika kushare information, taarifa, katika kushare taarifa kupitia dirisha moja. Kwa hiyo kwa Tanzania pia tuna bahati, tulifanyiwa assessment ya hali ilivyo, need assessment mwishoni mwa mwezi wa 3 mwaka huu, na tumeshapata report kuonesha mapungufu yako sehemu gani. Kwa hiyo tutawekea strategy ya utekelezaji wake. Kwa hiyo mafunzo haya yameleta tija kubwa, na kwa upande wa Tanzania taasisi mbalimbali zimeshiriki. Kipo Mamlaka ya Bandari Tanzania, Mamlaka ya Mapato Tanzania, watu wa Atomiki, watu wa IGA. Kwa hiyo yamekuwa yameingiza wataalamu mbalimbali wanaotumia bandari ya Dar es Salaam, hasa taasisi za serikali, ili kuwezesha tupate hilo dirisha moja na kuwa na mfumo mmoja tu na process taarifa zote. Na faida yake kubwa mfumo huo ni kurahisisha trade facilitation, kurahisisha urahisi wa kufanya biashara na urahisi wa uondoshaji na uingizaji wa mizigo pamoja na meli katika bandari, kwa sababu taarifa zinakuwa zinachakatwa katika pamoja katika mfumo mmoja. Hilo ndio swala kubwa lilofanyika wiki hii.